Fedha hizi ambazo tunazipata zinawasaidia wananchi kwa kiwango kikubwa. Nikitolea mfano, kwa kila mwaka tunapopata fedha, ni lazima huwa tunatenga fedha kwa ajili ya chakula cha wanafunzi shuleni. Tumeona njiani wanakuwa. Nafikiri kuwa ni Lwega. Kwa hiyo huwa tunatenga fedha kila tunapopata mapato, tunatenga fedha kwa ajili ya chakula cha wanafunzi shuleni. Kwa hiyo hii pia inasaidia wananchi kwa sababu kama tusingekuwa na hizo fedha, ni lazima mwananchi angeambiwa achangie kwa ajili ya mtoto kula shuleni. Kwa sababu hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais na viongozi wetu, wanaelekeza watoto wapate chakula shuleni. Kwa hiyo hata kama tusingekuwa na hizi fedha, ni lazima wazazi wangelazimika kuchangia fedha. Kwa hiyo kulingana na fedha hii inamsaidia mzazi kumpunguzia ule mzigo wa kuchangia chakula shuleni. Lakini pia inasaidia watoto wao shuleni. Watoto hawatoroki sasa hivi shuleni, wanakaa mpaka masaa. Tumemwambia njiani. Watoto hawatoroki shuleni tofauti na zamani. Ni kutoroka tu. Hapa vipi? Lakini pia ufaulu unaongezeka. Kwa sababu kwa mwaka huu tuna wanafunzi ambao wamefaulu, walio wengi wamefaulu, wako 41 walifaulu kwenda shule ya sekondari Mwese kutokea hapo shule ya msingi, lakini tuna mwanafunzi mmoja ametoka nje ya mkoa. Ameenda sehemu na ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa hiyo ufaulu unaongezeka, lakini pia inasaidia wanafunzi ule utoro sasa kutokwenda shule. Achana na kutoroka, kuna ile ya kutokwenda shule. Sasa hivi wengi wanaenda shule kwa sababu wanajua shuleni kuna nini? Kuna chakula. Lakini kingine, kuna faida ambayo imepatikana, tunaajiri, watu wanapata ajira pia kupitia fedha hizi. Na ambao ni miongoni mwao ni wazawa wa huku Mwese ambao wengine wameajiriwa kama walimu, wanafundisha, wanatusaidia pia kwa sababu kuna uhaba wa walimu shuleni. Kwa hiyo kuongeza walimu ile inasaidia pia kuongeza ufaulu kwa wanafunzi wetu wa Mwese. Kwa hiyo ni faida pia. Lakini pia nje na hiyo, wapo pia wengine wanaoajiriwa kama wapishi wanaopikia chakula pale, lazima wanalipwa na wao fedha kupitia fedha hizi. Kuna walinzi wanaajiriwa kupitia fedha hizi. Lakini kingine kwa mwaka huu wananchi wameweza kupatiwa mbolea pamoja na mbegu kupitia fedha hizi. Na manufaa haya wanayapata kwa sababu tunapopata fedha, kwa sio kwamba tunakaa sasa wenyewe tunapanga mipango yetu, hapana. Tunapopata fedha lazima tunaenda kwa wananchi kuambia kwamba tumepata kiasi hiki cha fedha, lakini kuna miradi ambayo tumeibua kwa pamoja na wananchi. Kwa hiyo tutaweka vipaumbele vyetu kwamba tunatekeleza miradi hii na miradi hii na miradi hii. Kwa hiyo wananchi wana nafasi kubwa ya kuamua juu ya fedha hizi. Kwa hiyo wanapata hamasa kubwa kwa sababu fedha hizi zina manufaa kwao na wana maamuzi nazo. Kwa kama wanaona wanapata fedha na zinatokana na msitu, hawawezi kuja kuharibu msitu kwa sababu wanajua faida yake. Afya, kuna mahali nilipita ukasema hii moja pochi ya mama, hii moja kwenye afya. Wapi? Mambo ya afya, hewa hii haziendi kwenye mambo ya afya. Kwenye afya wanapata bima ya afya kwa maana ya kaya zote. Na hata sasa hivi tulikuwa na zoezi la kuendelea kuhuisha zile bima za afya. Kwa kuna mwandikishaji alikuwa anaendelea na hilo zoezi, bado mchakato wa kwenda kuzilipia benki ili zianze kufanya kazi. Kwa hiyo wananchi wa vijiji vyetu hivi vya Carbon wanapata bima ya afya kupitia nini? Kupitia ya CHF, kupitia mradi huu wa hewa ukaa. Lakini pamoja na hiyo kuna miradi mingi inatekelezwa ambayo kama isingekuwa fedha hizi mwananchi kuchangia asingeweza. Kuna miradi mikubwa inayoendelea maendeleo. Mfano sekondari tuna mabweni mawili yanajengwa sasa hivi kwa ajili ya wanafunzi wasichana na wavulana, lakini tuna bwalo la chakula, lakini tuna mradi ambao tayari umeshakamilika pale jengo la utawala, ambao umetumia fedha nyingi kiasi kwamba ungesema uwachangishe wananchi kukamilisha mradi mmoja kwa mwaka ingekuwa ni kazi. Ingekuwa ni kazi kubwa, lakini pia inatupunguzia sisi hata viongozi kwa maana ya mvutano na wananchi wetu. Kwa hiyo inaturahisishia kazi, lakini pia inawapunguzia mzigo wananchi wetu, lakini pia inaleta maendeleo makubwa kwa sababu inaleta tunafanya miradi mingi kwa wakati
kwa wakati mmoja na kwa muda mchache tunatekeleza miradi mingi. Mwaka juzi tulipata milioni 130 na kitu, lakini mwaka huu tuna milioni 848 kwa kijiji cha Mwese. Yeah. Na matumizi yalishaanza. Iliingia mwaka jana. Kwa mwaka huu bado haijaingia. Kwa kijiji tu. Ya, hiyo ni kwa kijiji tu. Kwa maana vijiji vyote 8 kwa mwaka jana, hiyo fedha ambayo imeingia mwaka jana ambayo bado matumizi yake yanaendelea ilikuwa ni bilioni 28 ambazo tulizigawana sisi tukapata bilioni 14 tukazigawanya kwa vijiji vyote 8. Kwanza naongelea